Msikilizaji, tunataka tuungane na mgeni wetu ndani ya studio moja kwa moja. Kwanza, karibu sana mami. Hi. Hi. Kwaje? Niko fiti. How are you? I'm good. Let me tell you one thing before we start this. Wewe ni mtu ambaye nimetamani kukutana na wewe for so long. Let me just speak my mind. Unajua nimekufuatilia sana na sometimes wana feel ni kama nakujua personally but I don't know you. Finally we're here. Finally. Yeah. Karibu sana. Asante. Kwa msikilizaji wa Radio Maisha ambaye anakusikiza sasa hivi, Moesha ni nani? Moesha Kibibi Tajiri ni just a young mother mwenye, first of all, watu wananijua nilikuwa I'm still a professional dancer in the award-winning dance crew called FBI Dance Crew. The only female, so nimekuwa nikirepresent Kenya a lot uko nje in so many countries. Yeah. And apart kwa hiyo, I'm also a young mother to 2,500 kids in in almost every county of our country. Yeah. And I stay with 40 kids in the house. And I have different types of kids. Niko na orphans, kids coming from vulnerable homes, and I have kids who are special need, and also kids wenye wako under medication, and also old people. Kuna mtu anajiuliza, how did it all start? Ilianza vipi Moesha ukajipata kwamba uko na hawa watoto wote? Ilianza wapi? Okay, hii yote ilianza, venye FBA ilikuwa kubwa na mimi ndo msichana pekee. So nilikuwa napata messages mingi like, Moesha bukuja mtaa yetu, like umetoka ghetto, venye umepitia hizo challenges na still umeenda shule na umepursue career yako and talent yako. So I started something called Coming to Your Hood. Nikajua hawa tuwezi kuja pale niko because they are coming from vulnerable places. So I started Coming to Your Hood, whereby nikaanza kwenda ghettos na counties kufunza dance na have mentorship. So in that time nika have one-on-one with them. Nikajua pia watu wanapitia what I went through. So nikasema, let me use my fame, my popularity to get for them support ukujua kwa the government because wananijua nimekuwa nikirepresent. So nikadhani itakuwa rahisi. So first of all, kabla tufike hapa, it wasn't easy for you, umesema. Ni kitu gani ambacho kilitokea? Umesema kwamba ulitokea ghetto. What happened? Chenye kilifanya mpaka wakati umegrow, umepata fame, badala ya kuconcentrate na life yako, sasa hivi umeamua ku give back to the community. Unajua nimezaliwa hapo Majengo, hapa ghetto. So after parents walipass away, challenges zilikuwa mingi sana. Because and then tunatoka kwa ghetto zile wana believe si lazima msichana asome ama labda, and then at that time girls walikuwa na get married at young age. So no one was showing like these girls lazima ni even you unaweza soma. So I say let me be an example. Hapa ulikuwa na miaka mingapi wakati ambapo labda wazazi wote hawapo sasa? At 14. Yeah. So ulikuwa na siblings? Yes, nilikuwa na siblings. So mmoja aliendaga, tujue aliendaga wapi. Pole sana. So mkubwa wangu. So mimi ndo ikakuwa acha ningangane kwa sababu kuna mtu umebaki tu peke yako sasa. Hauna mtu to go to lean on. So that's why ndo mimi understand hii pain iko na watoto because I also went through. Because niliona wasichana wengi at my age wakicommit suicide because of poverty, wengine wakiget into prostitution because of hakuna pesa, hakuna njia ingine. Wengine wakiolewa mapema, early pregnancy. So nikasema let me just be an example to show them like even pia wasichana wanaweza soma. Hapa kuna mtu alikusomesha ama pia ulingangana hapa na pale ku make sure kwamba umeingia shule ama ilikuwaje? Ni dance. So dance mimi nilianza hiyo time tuko hapo Majengo, FBI sote tumezaliwa Majengo. So tulipatana kwa hall hapo tukiwa wadogo like tukizunguka tu mtaani tu. Then hapo hall kulikuwa kunachezwa vibende, tukapatana tukasema okay, we all love dance, why don't we start? So tulikuwa watu 10 na mimi nilikuwa msichana peke yake. Focus beyond imagination. Wow. Yes. So mkaanza ku dance. Tuka dance and then sakata ikakuja. And then FBA tukakuwa number 2. And then season 2 tukakuwa number 1. So that's when the FBA ilinipea some certain amount of money, nikalipa fees yangu na also some of the girls fees wenye wako huko ghetto. So ulianza kuwalipia bado ukiwa shule? Yes.
Wow. Yeah, so sikuwa najua like I'm changing lives. Mimi nilikuwa tu roho yangu like kumbe I was changing a lot of lives and you know, a lot of kids in the ghetto. So ilikuwaje mpaka sasa ukaja kuamua sasa wacha nitafute nyumba, nichukue watoto fulani nianze kuishi na wao pale? So after nimechukua hii database ya kuzunguka nikijua ndapata support kwa government. So ikawa mimi nimefukuzwa hapo KICC. Unaenda unaambiwa tutakupigia, namba yako ishikwi, sijui nani, like all the leaders ilikuwa nimepitia hiyo. Ndio mtu akanambia, Mwesha, why don't you use your talent to get, you know, to help these kids? Because most of these kids, even wengine wa than mimi ndo liwaza. Because nikiwachukua nasikiaga hapo wanakuita wote, thank you mom, I love you oh, it's so amazing. Yeah, those are my everything. So imefikiaje mpaka sasa hivi from ulianza na watoto wangapi kwanza? At first nilianza kwanza na orphans, you know, nilikuwa na orphans. Nairobi nilikuwa na 362. 362 wenye wanaishi na mashosho, like wenye hao ndo nilianza nao na vulnerable homes. Na ulikuwa unawashughulikia vipi? So every time tukienda show, like 60% ilikuwa ya watu. So pesa napata, na food, na try kugawanisha. So that's ndo venye nilianza. So ukaanza ukawachukulia nyumba ama ulianza na wao wakiwa huko? So this is ndo watu niuliza like Mosho kuna watu hii different places unajipangaje? So thank God like hizo counties niko na hizi vulnerable homes. So those orphans were the same county. Nikaweka kwa hizo vulnerable homes iko na wale watu wajiwezi, so ndo wanaangalia watoto wangu mayatima. So and then hapa in Nairobi niko na 40 kids that I stay with. And then the rest wako different ghettos whereby niliweka kwa vulnerable homes because I don't have a big safe house. Watu wanajua Mwesha ni mom. They don't know Mwesha, they know mom. So how do you balance wakati ambapo uko na watoto
hivyo na sikufe moyo. Shukran sana. All right, Radio Maisha, hello. Yes, mambo vipi? Salama, bila shaka ni Abule Mchekuru kwa Mjinga. Okay. Ningetupenda kuambia mwanadada kwamba endelee na hiyo moyo wake mzuri wa kusaidia. Asante. All right, sawa sawa. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Poa sana, Christine Kambua. All right, Moesha kwa hapa. Mimi nilikuwa nangoja tu anipe namba, at least nimepata namba hapo, tutamsupport tuone vile tutamsupport ndio Kim Chelsea takabonelo barika partonjo hiyo. Bila shaka. Thank you so much. Jose Waruaka. Ambo, good morning. Good morning. How are you? I'm good. Moesha. Yes. Good morning. Morning. Kazi ambayo unafanya it's not in vain. Asante. Na malipo sisi hatuwezi kukulipa, lakini Mungu tu ndiye atakulipa. Amen. Na tuko mbele pamoja. Kwa mpigo tena zaidi. Kuna mtu anasema Kambua arudia till number ni 5866571. Nambari ya simu ni 072879
5749. Till number once again 586651. I hope msikilizaji story ya Moesha imeweza kukugusa na nikiangalia SMS line yangu namuona mtu anasema Kambua anampongeza huyo dada kwa kazi safi. Ni Victor kutoka Bomet. Kuna mtu anasema hapo vipi, mama ni muhimu, ninajivunia kuwa okay. Sawa. Okay. She has already stopped. Alikuwa anasema tell mom to stop crying. Ni Tyson ain't feeling right. All right. Mom has already stopped crying and mom is already having a smile kwa sababu mimi natumai na niko na imani na wewe msikilizaji wangu. Usiniangushe. Niko na imani na wewe. Imani ya kwamba by the time Moesha anatoka hapa maybe atakuwa anaweza kusort hata kama sio bill zote at least kamoja, si ndio? Now Moesha, wakati ambapo hawa watoto wanahitimu labda chuo ama shule, do they go their own way ama bado huwa wako pale wana grow pamoja tu? Watoto wangu kama wenye wanahitimu they know like yetu inakuwa it's deeper than what people see on social media. It's family. It's family like hata ukimaliza shule still mom. It's mom. Hata ukienda hapo nje you have family that God alikupatia. So hii inakuwa si ati ukifika certain amount like other children's home then unaachiliwa unaenda. No, this is a family. Even mine spend kuita children's home because I don't like these kids who feel like they're different from other kids. So they know this is home. So still they are part of the family. Do you have people wenye labda umeshika mkono and then wakaenda wakapata familia ama wakaendelea na life yao outside but they are still part of the family? No, most probably wengine wale nimeweza kuingiza universities. Wanasoma apart from the families wenye nilipata. Sasa hao wenye nilichukua na wasomesha wamefika university, wengine hata wako nje, nilipata scholarship zao nje. Oh wow. Yes, like that's what I'm saying, it's deeper than what people just see. Ebu Moesha, tupe schedule yako ama schedule ya siku yako. Wakati ambapo unaamka having all these people, having all these kids in different counties, how do you how is your day like? So let's start with the school days. Okay, so school days it's 4 a.m. 4 a.m. uamke because watu wanaenda shule in different time. So uamke then uwatayarishe. Mimi upenda kupika chai usiku kuweka kwa thermos because ndio save time. So ukiamka umewatayarisha au wakubwa wamejitayarisha unatayarisha wadogo because nimewafunza kuwa discipline. So after that the first bunch unatoka ni 5:30 kwenda shule. Then the second bunch ni 6, then wadogo ni 7. Hapa kuna but now thank God like most of my kids kwa nyumba like right now nimebakia na only 16. The rest wengi nimeweka boarding schools which inasaidia because sinaga transport like ati cause kasa hii huwa nakopa ndo usubuhi wengi waende shule kulipa hizo matatu. Sina gari ati means or anything. So then after that wakishaenda shule mimi nianze kupiga simu in different counties to make sure my kids wameamka vizuri. I have to call every day wakiamka na wakilala. Then after that nikishatoka niende zoezi mie yangu kabisa. Then after that urudi anze kutayarisha food yenye food watu watakula wenye watatoka mapema. Then wakitoka shule wote by 5-6 wanaoga. Then kufanya homework then kulala by 8. Na kesho again unaamka 4. The same things happen. Okay. Sasa tuseme sasa maybe kuna mtoto mmoja or something has happened, you have to go somewhere get some medicine na maybe hauna hii time ya kupika, what happens? So inakuwa challenge. So unapata wale wakubwa watoto wangu kwa nyumba inabidi sasa nishawafunza kupika. Like kupika kitu at least yenye unapika. Sasa zingine ni indomie yenye tutapata, kuna time tuletwa box za indomie. Hizo ndo tuna survive nazo. So hata sasa hiyo unapata hata nikitoka hakuna kitu naweza enda kufanya kwa sababu sina pesa hiyo dawa. So I have kutoka maybe nianze kukopa. Deni nazo. Wacha tu. So lazima uanze kwenda kukopa then ujue venye huku utawaacha wanakula kama ni indomie ama ni chai na mkate. Hizo vitu zenye tunaweza afford tu ama zenye ziko kwa nyumba. We always eat whatever sisi iko. Improvise with whatever inapatikana kwa nyumba. So it's challenging, quite challenging. All right. Naonaga
mkidance pale na mko na routines zenye mimi napenda. Actually sometimes I usually feel like ni kama na feel ni kama nitakuja ni learn one to like steps niweze ku release, kwa sababu for me I feel like music is therapy. It helps me release. Na sometimes naona vile mna move pale with happiness, I'm like my family is far, so I feel like I want to come and join this happy family because you portray happiness. Yes. So hizi dance moves na laningi lini na sangapi? I teach them, you know, thank God they have a professional dancer as a mom. So every dance it's mom teach them. Like we normally don't do a lot of TikTok challenges. I teach them. I challenge them with my own dance. That's why they're becoming so good. So and then that is one of our therapy. We feel happy. Like sometimes unapata tunaweza dance because hiyo time unapata kuna lunch. So unapata tunaweza dance kuanzia saa 4 mpaka saa 10 ndio hiyo time. So ni kuhepa sometimes inatusaidia hiyo those kind of things. So it's one of our therapy and makes us feel good and happy. Inafaa pia tuna bond sana. Wow. You know, raising people, raising kids, especially a lot of kids, having 40 kids in one room, it can be so challenging. Wazazi wengine wanashindwa hata na wawili. I know. But you've managed to raise these kids with a lot of love. Can you say it's the way you bring them up, ama pia ni Mungu tu ana come through kwa sababu I can say it's love than the way I bring them up, you know. Like my kids, I've taught them to mature 3 years mbele ya mwaka yao. Like I always, that's how I teach them, because muambia, you know, I always understand life. There's always ups and downs, and you know, you have to respect other people and always put yourselves in people's shoes. And remember, sisi hatuna tukona 100, kuna ule ana hata shilingi, so always put yourself in people's shoes. And now, so watu dhani inakuwa ni ngumu pale kwangu. Ngumu inakuja with finance, those kind of things, like basic needs, school. But ati kulea pale ni ngumu sana, because when I take the kids, venye nimekuambia muanza muonyesha kuwa yeye ni important first before kujua challenge yenye anapitia. So that's why inakuwa rahisi sana. It's very smooth when you come there. Even most of the visitors wanakujaga wataka kutoka. My kids will love you the minute they see you. Na you don't have any challenges na maybe teenagers, kwa sababu watu wengine wanakuambia hey, teenagers now kidogo they can be something else. Have you ever had any problems with maybe teenagers? Or problem inakuja the time unamchukua kumsaidia mtoto akiwa teenager, because but the time before akwe teenager unajua nishamlea nishamfundisha when you reach this age there's this and this, so anakuwa mentally prepared. So sijaipata hizo challenge because I have a lot of teenagers in the house, so sijaipata hizo challenges zenye huku nje wasichana wanapitia. And then most of the time ya holiday mimi niko na watoto wangu kwa nyumba, the time tunatoka maybe ni kwa kiwanja, uwezi pata msichana wangu ama kijana wangu ati ameenda sijui kwa best hiyo. Those friends I don't like that much. Naambia you are enough, you can't be friends. Mwesha, talk to any Kenyan, to anyone who is listening to you today. What I can just say is I need support. Big support, because there's a lot that people don't know. They just know Mwesha is just a dancer and happy with her kids, but there's a lot that mina pitia. So mutaka sana nipate challenges, because nimejaribu sana kutafuta challenges kwa leaders wetu and all there, imekuwa ngumu. But I believe with two Kenyans itakuwa much easy. You guys, you know, you will understand me more better. Hawatanitafuta like some of them they look for me because, you know, Mwesha kona numbers ama publicity. But Kenyans all support because it's genuine. So through them I really need their support in big way, in one way or another. Sijui nisemeje. Mwesha, you have a big heart. Thank you. I celebrate you today. I celebrate you tomorrow, and I will continue celebrating you. Personally, I feel like I don't want to promise anything, but I know your story has touched me, and I feel like anytime I am looking for somewhere to go, I will consider your place first. And I know that I know that we can do something. You know, we can do something. And
sijui nikianza kuongea nitaongea sana, nitazungumza, but you're an amazing person. Thank you. Mungu akuzidishie na moyo huo. I mean, it's a big heart that not everyone was given. Thank you. And not everyone can go where you have gone. Watu maybe wame give up in between, but you choose not to give up. I feel motivated. I feel like you've changed something in me. And sio mimi peke yangu, nahisi kwamba maybe umechange watu wengi hapa nje, and you've changed a lot of people's perspective about life, about humanity, and about everything. I appreciate you. Thank you for coming. Thank you. And I wish you all the best. Thank you so much. Mungu akutangulie. Na mimi naamini, I'm a very strong believer. Mimi, I'm not a preacher, but I'm a believer that God comes through for his people. And I believe that he will. Hata hii FBI yenye nafaa kurudi, you never know, it might come